Na hapa tuona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipeleka uposi kwa Ummu Salama radhiyallahu anha, pamoja na kuwa alikuwa na wake zake. Hakuna mtu aliyesema kuwa Ummu Salama kukubalia kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kuvunja nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zile lugha za Waswahili huku kwetu, za Kiswahili huku kwetu, mwanamke akikubali kuolewa mke wa pili au watatu wasema yule anakwenda kuvunja nyumba ya watu. Hebu hizi lugha wacheni, fanyeni adabu na sheria ya Allah. Fanyeni adabu na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama mtu ana hasira kwa kuwa kaongezewa mwenzake, lakini chungeni ndimi zenu. Hii ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima mjifunge katika hii mipaka. Ni makosa kusema maneno hayo. Mpaka imefikia hali yule mwanamke anayeolewa kama mke wa pili au watatu ahisi kuwa mimi namfanyia khiana yule mwanamke mwenzangu. Wewe hujafanya khiana. Usiseme kuwa yule ni mume wa mtu mpaka akamilishe wake wanne ndo mume wa watu, na hivyo ndiyo sawa. Ama mtu ana mke mmoja na wake wawili, si mume wa watu, bado ana nafasi ya kuongeza watatu na wanne. Wakishakamilika wanne, sasa sema usimkaribie bwana mume wa watu, ni kweli, sababu hana nafasi tena. Sasa yule mume wa watu, lakini mume wa mtu bwana, mume wa mtu gani? Si mamake yule, na sheria imemruhusu. Sasa hii lugha hii ya huku kwetu huku ya Kiswahili kusema kuwa ankubali kuolewa, mvunda nyumba ya mwenzake, mvunda nyumba ya nani? Hajashika nyundo wala sururu. Ankubali kuolewa kisheria. Si basi tu. Ni kweli yaweza kuwa wivu wa yule mwanamke, lakini usipite mipaka ukawa utaitusi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala bila wewe kujijua.